Uh, Mwaka 2022 mwezi wa 8 kama huu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alikuja Njombe na alizungumzia swala uchakataji wa matunda parachichi kwenda kwenye mafuta, kwamba ndiko hasa kutakako muokoa mkulima, kwamba watu wanaweza wakalima, lakini kama ni kutegemea tu kusafisha matunda kutakuja kuwa na changamoto. Tunapozungumza leo miaka 4 baada ya matamanio yale Mheshimiwa Rais, leo Njombe ina viwanda 9 vinavyochakata maparachichi kwenda kwenye mafuta na vinapokea maparachichi kama malighafi kutoka mikoa ya Tanzania bara. Inapokea maparachichi kutoka nchi kama Burundi, wanakuja kwa ajili ya kuchakata kupata mafuta, kiasi kwamba hata tulipopata changamoto wakati wa bahari ilipopata kuchafuka kwenye ile vita ya Iran, wapo watu wangepata hasara kabisa ya parachichi kwa sababu container zilikuwa tayari ziko bandarini, lakini kwa sababu ya uwepo wa viwanda, kuna ambao waliona walete parachichi zichakatwe kwenye mafuta kuliko kupata hasara moja kwa moja ya parachichi kuharibika. Kwa ukichukua mkutano huu ukacustomize ndani ya mkoa wetu, unaona kwamba serikali ya Tanzania na commitment yetu sisi kwenye ngazi za mikoa inakuwa ni kubwa kwenye kupeleka nishati kwenye mashamba ili watu waweze kufanya umwagiliaji kwenye mashamba. Na mtakumbuka Mheshimiwa Rais amebeba ajenda ya kilimo katika kuisha teknolojia, lakini mitaji, kuhakikisha kwamba wananchi wanachimbua visima, vifaa vya kilimo kutotozwa ushuru. Kwa sisi kama mkoa tuna customize nishati iende kwa wananchi, lakini nishati iende wananchi wanakozalisha ambako ni kwenye mashamba. Kwa mimi naona kwamba ile commitment, lakini driving force serikali ni facilitator, lakini sekta binafsi ni mwekezaji. Kwa hiyo katika mazingira tunakuta mwananchi anapata faida shambani, lakini wapo wananchi ambao wanapata nafasi ya kuajiriwa kwenye viwanda, kwa sababu sasa matunda yanaongezewa thamani. Na hilo aliko kwenye parachichi tu, utaona kwenye uchumi wa miti, mbao zinachakatwa, tunapata veneer, tunapata marine board, tunapata ceiling board. Kwa kumekuwa na byproduct nyingi zaidi ya 5 kwenye miti, lakini serikali ni facilitator, sekta binafsi anaingia kwenye kutekeleza.